Kwa jina naitwa Mrisho Hamidu, ni muumini wa Masjid Rahmani, vile vile ni mjumbe wa kamati tendaji ya msikiti Masjid Rahmani. Mimi vile vile niliwahi kuwa ni katibu katika uongozi uliopita huko nyuma, na ndio nilihusika katika asilimia kubwa katika upatikanaji wa eneo hili ambalo ni Masjid Rahmani. Sisi ndio tulishiriki vikao katika ngazi ya mtaa, ngazi ya kata, katika kuzungumzia na kupata makubaliano ya kupewa eneo hili. Hata saini yangu imo katika makabrasha haya ambayo tulikabidhiwa kutoka kata. Sasa kwa masikitiko makubwa, kwa kweli kama waumini, swala hili ambalo lilotufikia katika swala la malipo ambayo tunasikia watu wamelipwa kwa kutumia nembo ya Masjid Rahmani hii ambayo tunazungumzia, kwa kweli tusikitisha sana na kuona kwamba ni vipi mpaka viongozi katika jukumu la kwenda kufuatilia kule ni kwetu, wakuta ni kweli watu wametumia nembo ya Masjid Rahmani kupitia kufanya wizi kwa mali za Waislamu ambao wamevujia jasho, wametoa 200 zao kwa ajili ya kusimamisha jengo hili. Kwa hiyo kwa nasaha zangu kwa upande wa viongozi ambao ni dhamana waliopewa katika kusimamia masuala mbalimbali ya kiserikali, hususan TAMISEMI, wajaribu kuwa watendaji waadilifu katika nafasi zao ambazo walizokabidhiwa. Mheshimiwa Rais anapambana sana kutaka viongozi ambao wasaidizi wake wawe wa kweli kama yeye alivyokuwa mkweli katika kutenda kazi yake za kiongozi wa juu. Anapambana sana. Sasa hawa viongozi wa chini huenda wanapewa dhamana na kuaminiwa, wanakuwa wao zile nafasi zao kuzitumia katika uaminifu, wanakuwa si wa kweli. Sasa wanajaribu kumfanyia maovu rais, kumchafulia katika nafasi zake za ukiongozi kwa ajili ya matashi yao kibinafsi, hali ya kuwa wao wamepewa dhamana katika usimamizi wa ngazi hizo ambazo zopewa. Kwa hiyo mimi nasaha kwa hao viongozi wajaribu kufanya utendaji wa haki katika nafasi walizopewa, wajue kwamba hizo ni dhamana wamepewa, walisimamie kwa uadilifu, waache ubabaishaji katika swala la tamaa. Makezi kama ni tamaa ambazo walizoingiza, wameenda kushawishiwa na baadhi ya kundi, hali ya kuwa anajua hapa huu msikiti ulikuwa una competition ya makundi mawili ambao tayari ilishaingia na ofisi inajua. Sasa cha ajabu, huwezi kutoa maamuzi ya pande moja hali ya kuwa bila kushirikisha pande nyingine, hali ya kuwa unaona jua mgogoro ukoje. Sasa kwa sababu wa matashi yao na tamaa zao, wakaamua kufanya ugushi katika hili ili kujipatia mahitaji ya zile fedha. Kwa hiyo nasaha zangu kwa viongozi na naombi kwa viongozi wa juu kulifuatilia hili swala, ili mali za Waislamu, haki ya Waislamu iweze kupatikana. La sivyo, kwa kweli Waislamu wako juu sana, temperature imepanda juu kuhusiana na hii tukio, wakisikia kwamba msikiti wao wamelipwa watu ambao sio wahusika, na afu wanasikia kwamba baada ya malipo wanakuja kuvunja msikiti, kitu ambacho hakiwezekani, kitasababisha kumwaga damu za watu hapa, na Waislamu hawatokubali hili. Naona bwana. Kwa hiyo tunachoomba kwamba madam sisi ndio ambao Waislamu tunahudumisha na kuhamasisha amani za nchi, amani za jamii. Kwa hiyo tunachoomba kwamba serikali ijaribu kuliangalia kwa macho yote hili jambo, wasilichukulie masihala. Ni jambo kubwa, ni jambo ambalo limegusa nyoyo za Waislamu.